Ndugu mtazamaji wa Citizen, serikali ya Mali imetangaza ushirikiano rasmi na kampuni ya Urusi ya Yadran Group kuanzisha kiwanda cha kuchakata dhahabu ambacho kitamilikiwa na serikali kwa 62% kwa lengo la kuongeza mapato ya taifa kutoka sekta ya madini na kufikia viwango vya kimataifa vya usindikaji wa dhahabu. Kwa mujibu wa waziri wa uchumi wa fedha wa Mali, Ali Hussein Sanu, kampuni mpya itakayojulikana kama Soroma SA itajengwa kwenye eneo la ekari 5 karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako International na inatarajiwa kuchakata hadi tani 200 za dhahabu kwa mwaka, zaidi ya mara 4 ya uwezo wa sasa ambao unakadiriwa kuwa tani 50 pekee. Mradi huu unakuja wakati ambapo serikali ya mpito ya Mali iliyoingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2022 imepitisha sheria mpya ya madini inayoruhusu serikali kumiliki hadi 30% ya miradi mipya ya madini. Lengo kuu ni kuongeza mapato ya taifa huku bei ya dhahabu ikiongezeka duniani. Mali, ambayo ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa kwa dhahabu barani Afrika kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya Baraza la Dhahabu Duniani, kwa sasa husafirisha sehemu kubwa ya dhahabu ghafi kutokana na ukosefu wa uwezo wa kusafisha madini hayo ndani ya nchi. Wizara ya madini ya Mali imesema kuwa viwanda viwili vilivyopo nchini havina ithibati ya kimataifa kama ile ya London Bureau Market Association, yani LBMA, jambo linalozuia dhahabu ya Mali kufikia masoko ya kimataifa. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Madini ameliambia shirika la habari la kimataifa la Reuters ushirikiano huu wa Yadran unalenga kusaidia Mali kupata ithibati ya kimataifa kuendana na viwango vya kibiashara vya dunia. Hatua hii ya Bamako imejiri katika kipindi cha mvutano unaoongezeka kati ya serikali ya kijeshi ya ukanda wa Sahel na makampuni ya madini kutoka mataifa ya magharibi, hususan kutoka Canada, Marekani na Ufaransa. Mwishoni mwa mwezi Mei, kampuni ya Canada Barrick Mining International iliwasilisha malalamiko kwa mahakama ya usuluhishi ya Benki ya Dunia baada ya serikali ya Mali kudai kodi ya dhahabu isiyolipwa na kukamata tani 3 za dhahabu. Mgogoro huo umepelekea kufungwa kwa migodi ya Loulo-Gounkoto inayozalisha takribani wakia 700,000 za dhahabu kila mwaka. Barrick inamiliki 80% ya migodi huku serikali ikiwa na 20% tu. Wakati huo huo, nchi jirani ya Niger ilifuta leseni ya kampuni ya Ufaransa ya Orano kwenye mgodi wa urani wa Omrarene mwaka 2024 na baadaye kuchukua usimamizi wa kampuni tanzu ya Somail. Kupitia miradi hii, serikali za kijeshi za ukanda wa Sahel zinadhihirisha dhamira yao ya kuchukua udhibiti wa rasilimali za kitaifa na kuachana na utegemezi wa makampuni ya magharibi. Hatua ya Mali kushirikiana na Urusi katika kuanzisha kiwanda cha kuchakata dhahabu ni sehemu ya mwelekeo mpana unaoshuhudiwa barani Afrika, ambapo mataifa yenye serikali za kijeshi au za kitaifa zaidi zinajitahidi kudhibiti kwa karibu sekta zao za madini. Kama ilivyo Mali, mataifa jirani ya Burkina Faso, Guinea na Niger pia yamepitisha sheria mpya zinazoongeza umiliki wa serikali katika miradi ya rasilimali, kuongeza kodi kwa wawekezaji na kuhimiza uchakataji wa madini ndani ya nchi. Mabadiliko haya yanaashiria kuamka kwa bara la Afrika likitaka kujinasua kutoka katika mfumo wa zamani wa uchimbaji wa rasilimali unaonufaisha mataifa ya kigeni zaidi ya wenyeji. Tofauti na enzi zilizopita ambapo dhahabu, urani na alimasi zilisafirishwa ghafi kwenda magharibi, mataifa haya sasa yanataka thamani iongezwe nyumbani, ajira zipatikane kwa raia wao na mapato ya serikali yaongezeke. Wakati hatua hizi zinaleta mvutano na wawekezaji kutoka mataifa ya magharibi, pia zinatoa fursa kwa ushirikiano mpya na mataifa kama Urusi na China ambayo yanaonekana kukubali masharti mapya ya bara hili linalojitafuta upya. Kama miradi hii itatekelezwa kwa ufanisi, basi Afrika inaweza kuingia katika zama mpya za uwajibikaji wa kiuchumi, ujenzi wa viwanda vya kimkakati na uhuru wa kweli wa kiuchumi kutoka katika mifumo ya kikoloni ya kisasa, yani ukoloni mambo leo. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kutoa maoni katika sehemu yetu ya comment section katika ukurasa wetu na katika chaneli yetu ya YouTube.